Habari za sasa mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wetu wa taarifa ya habari jioni ya leo Septemba 29, 2025. Uko na Mipendo Gotton. Tumebakiza siku kadhaa tu tuingie kwenye kambi yetu matibabu ya upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Sasa wewe mwana wa Kahama pamoja na viunga vyake, na wewe ambao unapata kusikiliza taarifa hii ya habari, mshito rafiki yako, ndugu yako, jirani yako ambaye ana changamoto ama tatizo la mdomo wazi, afike pale akapata huduma hiyo ambayo itatolewa bure kabisa. Karibu sana, uko na Mipendo Gotton ambaye anakurusha matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Shauri la kupinga kuondolewa kwa Luhaga Mpina, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, limeanza kunguruma leo Septemba 29, 2025 katika Mahakama Kuu Masjala Kuu jijini Dodoma. Shauri hilo la kikatiba limefunguliwa na Luhaga Mpina pamoja na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali, likisikilizwa chini ya jopo la majaji watatu. Akizungumza juu ya kilichojiri ndani ya mahakama, wakili wa waleta maombi John Seka amesema mahakama imeamuru upande wake kuwasilisha hoja kwa maandishi ndani ya siku 2 kuanzia leo. Mbele ya majaji watatu, Jaji Manyanda, Jaji Abdalla Agonzi na Jaji Kainda, tulikwenda kusikiliza shauri la ndugu Luhaga Johnson Mpina na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali. Katika shauri hili ndugu Luhaga Johnson Mpina amefungua shauri la kikatiba akiendelea kupigania haki yake ya kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na chama cha ACT Wazalendo nacho kikipigania haki yake ya kuwa na mgombea urais katika uchaguzi mkuu. Katika shauri hili siku ya leo mahakama pamoja na kwamba ilikuwa imepanga usikilizwaji, lakini imeona kutokana na uzito wa hoja zinazotaka kujadiliwa, hasa kuhusiana na haki ya kugombea uchaguzi wa urais ambayo si hoja nyepesi, mahakama imeridhia kwamba hoja hizi zijadiliwe kwa maandishi, na mahakama imeona kwamba muda unazidi kuyoyoma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa hiyo imeamua kuwe na muda mfupi. Kwa hiyo mahakama imeleta utaratibu ufuatao. Imeamua kwamba waleta maombi kwa maana ya Luhaga Johnson Mpina na ACT Wazalendo walete hoja zao ndani ya siku 2 kuanzia leo mpaka tarehe 1 mwezi wa 3, na wajibu maombi kwa maana ya Tume ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali nao wamepewa siku 2 kuleta maombi maelezo yao kuhusu hoja zitakazoibuliwa na waleta maombi, na watafanya mawasilisho hayo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kama kutakuwa na nyongeza ya maelezo, basi nyongeza hiyo itafanyika tarehe 4 mwezi wa 10 2025. Muhimu pia ni ambalo napaswa kusemwa ni kwamba serikali nayo imekuja na pingamizi la kisheria kwamba Mahakama Kuu haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri hili la kumrudisha kwenye orodha ya wagombea ndugu Luhaga Johnson Mpina. Kwa hiyo Mahakama Kuu pia imetoa maelekezo kwa serikali nao kutumia fursa hiyo ya siku 2 kuleta mawasilisho yao kuhusu hoja za kisheria za mapingamizi, na sisi tutazijibu ndani ya siku 2. Kwa hiyo kitakachofanyika zaidi ni kubadilisha nyaraka za kisheria. Cha msingi ni kwamba Mahakama Kuu imeamua tarehe 6 saa 8 mchana kesi hii itakuja mbele ya mahakama kwa ajili ya kuangalia ni namna gani wanasheria wa pande zote mbili wamekidhi matakwa ya amri za mahakama. Na shauri hili mahakama imesema hiyo tarehe 6 saa 8 mchana litakuwa live na wananchi wote
kokote waliko wataweza kulifuatilia kupitia tovuti za mahakama, kwa maana ya YouTube channel ya mahakama, na watu wengine ambao wataweza kutumia access hiyo ya YouTube channel kufikisha kwa watu wengine. La mwisho kabisa ambalo tulileta mbele ya mahakama hii ni kuangalia uwezekano wa mahakama kuweka zuio la muda la uchapishaji wa ballot paper au kurasa za karatasi za kupigia kura za uchaguzi wa rais. Lakini mahakama imeona kwa kuwa bado muda upo, basi tutumie busara kumaliza shauri hili kwa wakati muafaka ili hayo mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ile zuio la muda mahakama imeona si busara kwa wakati huu kulitoa. Kwa hiyo tunatarajia sasa hiyo tarehe 6 mara tu baada ya mahakama kujiridhisha kwamba kila kitu kimefanywa kama ambavyo inatakiwa, na kama kutakuwa na hoja zozote za nyongeza, basi hiyo tarehe 6 mahakama itatupa tarehe kamili ya lini hukumu hiyo inasomwa. Na mahakama imetueleza kwamba kwa kuzingatia uharaka na unyeti wa swala hili, basi itatoa hukumu yake katika muda mfupi sana baada ya kutusikiliza hiyo tarehe 6. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi kwa kuendelea kufuatilia swala hili, na tuendelee kutumaini kwamba sisi wanasheria tutajipanga tuweze kufuata na kukidhi amri za mahakama zinazotutaka tukamilishe majibizano kabla ya tarehe 6 mwezi wa 10 2025. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema chama hicho hakina wasiwasi kuhusu muda uliosalia kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 endapo Luhaga Mpina ataruhusiwa kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dorothy amezungumza hayo leo Septemba 29, 2025 katika Mahakama Kuu Masjala Kuu jijini Dodoma mara baada ya kunguruma kwa ushauri la kikatiba lililofunguliwa na Luhaga Mpina pamoja na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu kupinga uamuzi wa kumwondoa Mpina kugombea urais. Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, na kama mnavyofahamu tumeendelea kudai haki yetu ya kuchagua na kuchaguliwa. Tulikuwa na tunaye mgombea wa urais aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, chombo chenye mamlaka ya kufanya hivyo, na mnafahamu tume ilimuondoa kwenye utaratibu wa kupigiwa kura. Hatuna shaka na hoja zetu, ni hoja zenye mashiko, ni hoja za msingi, na tunaamini haki itaenda kutendeka na haki itashinda. Wakati tunaendelea na hayo, viongozi, wanachama, wapenda demokrasia wote wanaoshiriki na kuhitaji mchakato huu wa uchaguzi, mchakato muhimu kwa ajili yetu, mchakato wa kuhakikisha tunapata viongozi bora, viongozi ambao wataongoza taifa hili kwa miaka 5 ijayo, rais, mbunge na madiwani, wanaendelea kwenye maeneo mbalimbali kunadi sera za ACT Wazalendo na kuhakikisha kwamba wagombea wa chama cha ACT Wazalendo wanapigiwa kura nyingi za kishindo na kushinda. Kwa hiyo tunawashukuru tena kwa kuwa nasi, na tunaamini tunapoendelea kusubiri hukumu hii ya mahakama, kazi nyingine zote za kiuchaguzi zinaendelea na zinaendelea kwa ufanisi mkubwa sana. Kwanza tunaamini kwenye tunacho kinadi, pamoja na kuwa na mgombea urais, tuna ilani bora na tunajua tuna wabunge na madiwani ambao nao wanaendelea kuomba kura kwa ajili ya chama cha ACT Wazalendo. Maana yake ni kwamba tunataka mtu anapoenda kupiga kura akipigie chama na wagombea wake wote. Lakini pili, hatuna shaka na swala la muda, kwa sababu tunaamini nguvu, haiba na uwezo wa mgombea ambaye amechaguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Tunajua muda sio kigezo kwetu. Swala ni anaenda kuleta nini kwenye uchaguzi na atafanya nini akishinda, iwapo haki itakwenda kutendeka. Kwa hiyo sisi tunaamini hata ikibaki siku 2, siku 3, bado mgombea wetu ana uwezo huo wa kushawishi umma wa Tanzania,
tuna ilani bora inayoshawishi na inayoleta mabadiliko kwa Watanzania, na tuna ilani ambayo inazungumzia masuala yote yanayowagusa Watanzania kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Watanzania watapata fursa ya kuchagua kwa uhakika nani anakwenda kuleta mabadiliko kwenye uchaguzi ulioko mbele yetu. Ninaomba niombe radhi kwa kutokufika kwa mgombea wetu wa urais ndugu Luhaga Mpina ambaye amepatwa na dharura, na ndio maana unaona anawakilishwa hapa vilivyo na mimi kiongozi wa chama na mgombea mweza ndugu Fatma Al-Habib Fereji. Mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendeleza upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii ikiwemo maji, afya, elimu na umeme kwa wananchi wa wilaya ya Muheza mkoani Tanga. Akizungumza leo Jumatatu Septemba 29 katika mkutano wa kampeni uliofanyika viwanja vya stendi ya Mvuleni Kibanda, Daktari Samia amesema dhamira ya CCM ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma muhimu karibu zaidi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni wahakikishie kwamba masuala ya afya, elimu, maji na umeme bado tunakwenda nayo mpaka tuhakikishe kila mtoto wa Muheza, kila mtoto si Muheza tu, wa Tanzania anakwenda shule kuanzia la kwanza mpaka chuo. Tunakwenda nayo mpaka tuhakikishe kila Mtanzania ana huduma ya afya, na sio tu huduma ya afya, huduma bora ya afya kuanzia pale kijijini hadi rufaa. Lakini vile vile nia yetu ni kuona kila Mtanzania yuko karibu na maji safi na maji salama. Nia yetu ni kuona pia umeme unamwangaza kila Mtanzania, na Mtanzania anatumia umeme ule nyumbani ya kazi, lakini salama wa maeneo yetu. Hiyo ndiyo, pamoja na kuhakikisha tunakuza kilimo biashara na ufugaji wa kibiashara. Kwa hiyo hayo ndio tunayojipanga nayo ndugu zangu. Langu mimi leo hapa kama nilivyosema, nimekuja kwa kuomba kura. Sasa nitamkabidhi ilani mbunge wa jimbo lenu, madiwani wana ilani zao mikononi, na baada ya hapo mimi na wao tutaomba kura. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imeagiza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kukabidhi nyaraka muhimu za kiofisi kwa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake wawili, nyaraka zitakazowasaidia kwenye marejeo ya hoja mbalimbali kufuatia kesi ya madai inayohusu Chadema kuitenga Zanzibar iliyofunguliwa mahakamani hapo. Uamuzi huu umetolewa leo Jumatatu Septemba 29 na Jaji Hamidu Mwanga aliyesikiliza kesi hiyo ya madai ya namba 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na Said Issa Mohamed na wenzake wawili, ambapo nyaraka hizo zinapaswa kuwasilishwa ndani ya siku 14. Okay, naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Itakumbuka kwamba leo kuna maombi namba 2585 ambayo yaliletwa na waleta maombi na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar. Maombi hayo ni maombi ya discovery ambayo walikuwa naomba wapewe nyaraka kutoka kwa wajibu maombi ambao ni bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu. Na itakumbuka kwamba waliomba nyaraka zifuatazo. Waliomba tamko la mali za chama, waliomba minutes za vikao vya kamati kuu, waliomba minutes za vikao vya kamati maalum ya Zanzibar, na waliomba minutes za vikao vya secretariat ya kamati maalum ya Zanzibar, waliomba minutes za bodi ya wadhamini, waliomba vile vile bank statement ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vile vile waliomba nyaraka ambazo zinahusu mali za chama, kwa maana tamko la mali za chama. Vile vile baada ya mahakama kusikiliza maombi hayo, leo shauri lilikuwa kuja kwa ajili ya maamuzi, na uamuzi ni kama ufuatao. Mahakama imetoa amri kwamba nyaraka zifuatazo ndio ambazo wajibu maombi wanatakiwa kupeleka mahakamani au vile vile kuwapa waleta maombi.
Nyaraka hizo ni kama zifuatazo: tamko la mali za chama kuanzia 2019 mpaka 2024, vile vile bank statement kwa maana ya bank statement ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia 2019 mpaka 2024, vile vile wapewe ripoti ya CAG iliyokaguliwa kuanzia 2019 mpaka 2024. Na shauri hili limepangwa kuja kusikilizwa tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hayo ndio yaliyojiri leo hapa mahakamani. Takribani washiriki 12 wa huduma ya dharura kutokea taasisi mbalimbali hapa nchini kwa kushirikiana na taasisi ya The Same Qualities Foundation imeandaa mafunzo maalum kwa watoa huduma nje ya hospitali katika ukumbi wa Arusha Lutheran Medical Center, ambapo mafunzo hayo yatadumu ndani ya wiki 4, lengo likiwa ni kuwajengea uzoefu wa kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuokoa maisha ya mwanadamu pale ambapo panatokea dharura. Huduma hii ya ambulance imeleta mabadiliko chanya hapa nchini Tanzania, kama anavyobainisha mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali Daktari Saidi Kilindimo. Kama ilivyo duniani kote, huduma za dharura zinatolewa na hudumu katika level mbalimbali. Kwa hiyo leo tuko Arusha kwa ajili ya intermediate course ya washiriki wapatao 12 kutoka kwenye taasisi mbalimbali za afya hapa mkoani Arusha, ambao wamehudhuria mafunzo haya ya dharura kwa level ya intermediate ili kuweza kutoa huduma mbalimbali katika ambulance na wanaohitaji huduma za dharura nje ya hospitali. Kwa majina naitwa Johannes Berugaba Wilbard, nafanya kitengo cha dharura katika hospitali ya mkoa wa Arusha. Yes, tunamshukuru Mungu tumepata hii nafasi ya kujiunga na mafunzo ya paramediki kwa wiki 4 ili aweze kutusaidia kuokoa uhai wa wananchi wa Arusha kutoka nyumbani kuja hospitali palipopotokea ajali, iwe rahisi kuassess wagonjwa waliopata ajali na kuwaprioritize kuwapeleka hospitali kupata huduma za haraka sana. Kwa hiyo tumekuja ili kujiupdate na pia kupata uelewa zaidi kuhusu paramedics. Ambulance ina msaada kwa jamii kwa sababu wanapata msaada wa haraka. Kama kuna ajali ya moto, ajali imetokea, mtu ameugua, ukitumia ambulance inakuwa ni rahisi kufika, inakuwa na mtaalamu wa afya, ana uwezo wa kufika pale na kusaidia. Pia nadhani naweza nikasema kama ambulance ni chombo kinachoheshimika. Barabara zetu zina foleni, barabara zetu zina vitu vingi, lakini once mtu akitumia ambulance labda ni kufika kwenye tukio fulani, muda unakuwa mchache kushinda hata kutumia gari la binafsi au usafiri mwingine wowote. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa taarifa kuwa watuhumiwa 3 waliokuwa wakituhumiwa kumteka kisha kumuua Shairozi Mabula, mwanafunzi wa shahada ya sheria chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya. Shairozi mwenye umri wa miaka 21, watuhumiwa hao wameuawa wakati wakijaribu kupambana na polisi wakati wa ukamataji wao. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya amewataja waliouawa kuwa ni Marwa Nyahega, Edward Kayuni na Webster Mwantebele. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ilianza ufuatiliaji ili kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika tukio hilo kwa kutumia kikosi chake cha askari mahiri wenye weledi katika masuala mazima ya ufuatiliaji wa matukio kama haya. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo, mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 4 za asubuhi alikamatwa mtu mmoja anaitwa Marwa Nyahega Joni mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Uzunguni A hapa jijini Mbeya, ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shairozi Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Awali walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Kwa hiyo iliposhindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake.
Na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 alikamatwa mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Webuster William Mwantebere mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyo, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watuhumiwa wengine walipo au watuhumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyopo katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Chalangwa, eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumnasa mtu huyu ambaye Webuster William Mwantebere, ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii, alisema atawaonyesha. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo, alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache vitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kukaidi amri hiyo, askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Hii yote ilikuwa ni katika kumnyong'onyesha ili asiweze kuleta madhara kwa askari. Kwa hiyo wakati wa purukushani hizo, wakati zinaendelea, mtuhumiwa Webuster William Mwantebere naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia waliona na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimuonya asiendelee kukimbia. Na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3 na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia. Na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa ni marehemu kwa wote kwa pamoja, walikutwa wakiwa na pingu 2, vitambulisho 2 vya bandia vya Jeshi la Wananchi Tanzania yani TPDF vyenye picha na majina yao, lakini pia walikuwa na simu zenye picha zinazoonyesha namna walivyokuwa wanatekeleza uhalifu wao na kurekodi haya matukio na kuyorusha kwa mzazi. Na wakati huo taarifa kulingana na uchunguzi pia katika simu hizo pia wamekuta kulikuwa na taarifa zingine za mawasiliano baina yao kabla, wakati na baada ya kumteka nyara kumuua huyu binti ambaye anaitwa Shairozi Michael Mabula. Hao vijana wamepita kwenye mafunzo ya JKT, mafunzo ya Jeshi la Akiba, na wamepata vitambulisho ambavyo mtaviona hivi punde na vina majina yao na namba zao. Kwa hiyo ndio tukasema wakipata mafunzo haya wasifanye vitendo vya uhalifu ambavyo vinapelekea kuua au kujeruhi watu kwa sababu ya kujipatia kipato. Kwa hilo ndo jeshi la polisi sisi tunakemea zaidi. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari mtazamaji. Sina la ziada katika mkusanyiko huu wa taarifa ya habari. Nikushukuru sana kuchagua na kutazama SQF News. Ulikopo na Mipendo Gorton, lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.